Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi na tusimame tuimbe kwa pamoja wimbo namba 125. Uniangalie atwambia. Tuimbe. Uniangalie atwambia. Yesu aliyetufia msalabani ni uzima, hapa utaipata hazina. Kutazama ni kupewa kuishi, kutazama mti. Ninapojaribiwa ghafla, Shetani hata nitega, nikitazama msalaba, nguvu nitaipata kwa Bwana. Kutazama Kalvari, kutazama Kalvari ni kupewa kuishi, kutazama mti. Msalaba nitautazama kila wakati daima, nitategemea hivi kabisa, sitaanguka. Kutazama kutazama Kalvari ni kupewa kuishi, kutazama mti Kalvari. Basi tufumbe macho tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunakushukuru. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante tena kwa kutuleta miguuni pako. Jioni ya leo tunakusihi tusamee pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako. Zaidi tunakualika uwe pamoja nasi tunapohitaji kujifunza. Tufundishe na unene nasi kwani tuko tayari kusikia. Neema yako yatosha kuwa nasi, ni katika jina Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
tutakapofika tu mbinguni, tutafurahi na Bwana Yesu yake Bwana Yesu kwenye meza kuu yake Bwana Yesu. Tutakapofika juu mbinguni, tutafurahi na Bwana Yesu kwenye meza kuu yake Bwana Yesu kwenye meza kuu yake Bwana Yesu. Tutaishi na Bwana Yesu. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Tutakuwa matunda pale. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Ndugu, kaza mwendo sasa, tuifikie meza ya mbinguni, kwenye meza kuu yake Bwana Yesu, kwenye meza kuu yake Bwana Yesu. Ewe ndugu, kaza mwendo sasa, tuifikie meza ya mbinguni, kwenye meza kuu yake Bwana Yesu kwenye meza kuu yake Bwana Yesu. Yerusalemu, Yerusalemu, Tutaonana na wapendwa. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Tutaishi na Bwana Yesu. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Tutaonana na wapendwa. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo, na asanteni sana waimbaji kwa wimbo wenu unaotuelekeza katika Yerusalemu, ambao ni mji ambao Mungu ametuandalia.
wale wote ambao wanatazama vile visivyoonekana katika ulimwengu huu. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru pia Dr. Kefa kwa ajili ya somo la pekee ambalo linatusisitiza kumtumaini Mungu. Ni kweli tunahitaji kufuata kanuni za afya. Tunahitaji kuishi maisha yaliyo mazuri. Lakini kanuni za afya bila kuwa na imani kwa Mungu haziwezi kuwa na manufaa katika maisha yetu. Kwa hivyo hebu tuelekeze imani na tumaini letu kwa Mungu. Jioni ya leo tena nipende kuwakaribisheni wote tunapoendelea kutafakari na kutazama visivyoonekana. Siku zetu zinakwisha hivi, lakini naamini ya kwamba Mungu amekuwa akisema na kila mmoja wetu kwa namna ya pekee, na ninaamini ya kwamba tunapokuwa hata katika hii miisho, Mungu bado ana ujumbe wa pekee kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili yangu na kwa ajili yako pia. Kwa hivyo jioni ya leo tunapoanza somo letu, nipende kuchukua pia nafasi hii kuwakaribisha wale ambao ni wageni wetu ambao mmetufikia kwa mara ya kwanza. Tunamshukuru Mungu ya kwamba tuko na zawadi tena siku ya leo kwa ajili ya kuwakaribisha. Kwa hivyo ikiwa kuna mgeni yeyote ambaye ndio mara yako ya kwanza kushiriki pamoja nasi na umehudhuria katika mikutano hii, tunaomba unyooshe mkono wako mahali ulipo, nasi tutakupatia zawadi ya kukukaribisha. Ikiwa umefika na umejumuika nasi kwa mara ya kwanza, nyoosha tu mkono wako mahali ulipo na tutakupatia zawadi. Asante sana rafiki pale, Mungu akubariki. Kuna wengine pale, karibu sana, naweza ukawapa zawadi. Karibuni sana, karibuni sana. Nyoosha tu mkono wako, utafikiwa upewe zawadi ya ukaribisho. Karibu sana rafiki pale, kaka karibu pale, karibu dada pale, tunatambua uwepo wenu na kuhudhuria kwenu siku ya leo. Karibu sana, karibu sana. Mungu awabariki sana kwa kuchagua kutumia muda wenu pamoja nasi. Lakini si tu pamoja nasi, kuchagua kutoa muda wenu kwa ajili ya kusikiliza na kusikia sauti ya Mungu ikisema nasi jioni hii. Leo tena tunalo somo la pekee ambalo lina kichwa kinachosema onyo la mwisho. Somo hili leo itakuwa tu ni sehemu ya kwanza, na kesho Mungu akitupa nafasi tutamaliza sehemu ya pili. Onyo la mwisho ndio somo letu jioni hii. Tunapotafakari somo hili, hebu tupate kuomba. Baba na Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya kutuleta jioni hii. Tuko tayari kusikia sauti yako. Tuko tayari kuona vile visivyoonekana. Na tunasihi kwa dakika hizi Roho wako Mtakatifu azungumze kupitia mimi, azungumze kwetu, ili mwisho wa somo hili tukavutwe katika msalaba wako. Ninaposema na watu wako, ruhusu binadamu wangu ukafe na uungu wako ndio utawale kwa dakika hizi. Nimeomba kwa jina la Yesu, amina. Leo ninahitaji nikuelekeze katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha mwisho kabisa katika Biblia, na kitabu hiki ni kitabu cha pekee ambacho kinamfunua Yesu Kristo. Kwa sababu unapoanza tu kukisoma mwanzoni tu kabisa katika ile sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, inaanza tu kwa kutambulisha kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo.
na katika mikutano hii tumekuwa tukimfunua Yesu, na kitabu hiki cha Ufunuo kinaeleza mambo ya msingi, mambo ya muhimu, hasa kwetu sisi ambao ni imani kwamba tunaishi katika wakati ambapo tuko ukingoni kabisa wa miisho ya ulimwengu. Maana katika masomo yaliyopita tumekuwa tukitazama kile ambacho Yesu mwenyewe alikitabiri, na tunaona kikitimia katika macho yetu. Na kuja kwa Yesu mara ya pili ni jambo kubwa, ni tumaini kubwa, ni kitu cha pekee sana ambacho kinawasilishwa katika kitabu hiki cha Ufunuo. Na hasa ni kuelekeza katika kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 na ule mstari wa 14, ndipo ambapo tutaanzia jioni ya leo. Ufunuo sura ya 14 ule mstari wa 14, neno la Mungu linasema ya kwamba, kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mstari wa 16, na yeye aliyeketi juu ya wingu, mstari wa 16, na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikavunwa. Sasa unaposoma sura hizo, kimsingi zinaeleza uhalisia, na kimsingi kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinaeleza matukio mengi katika lugha ya vielelezo, katika lugha ya picha. Na unaona hapa Yohana ambaye ndiye mwandishi wa kitabu hiki anawasilisha ukweli huu wa kuja kwa Yesu mara ya pili katika lugha ya mavuno. Anamuona Yesu anakuja katika mawingu, ameshika mundu, kifaa cha kuvunia. Ni kama anaonesha ya kwamba Yesu yuko karibu kurudi, anakuja kuvuna mavuno ya dunia, kwa maana wale waliomwamini, waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, kwamba wamekomaa, wameiva kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Lakini sasa nimeanzia hapo kwa sababu ili tukio linaloelezwa la kuja kwa Yesu kama anakuja kuvuna ulimwengu, anakuja kuchukua walio tayari, kimsingi linatanguliwa na mafungu kadhaa ya nyuma yake ambayo yanawasilisha ujumbe wa Mungu wa onyo wa mwisho kwa ajili ya ulimwengu tunaoishi. Na jambo la pekee ambalo ninalipenda kuhusiana na Mungu wetu ni kwamba siku zote kabla hajaleta hukumu kwa ulimwengu, huwa siku zote anatoa rehema kwa watu wake. Kumbuka wakati wa Nuhu, kabla hajaiangamiza dunia wakati ule, aliwapa rehema. Lakini pia hata wakati wa Sodoma na Gomora, kabla hajaangamiza, alitoa onyo. Lakini pia tunaona kabla hajaja mara ya pili anatoa onyo na unaona katika mafungu yanayokuja hapo nyuma kabla ya hayo tuliyoyasoma, yana maonyo, yamebeba onyo la Mungu la mwisho. Sasa katika masomo yetu ya nyuma, miongoni mwa vitu ambavyo tulivitazama hasa kuhusiana na dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili, miongoni mwa dalili ambayo tulisoma ni katika Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14, kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho
utakapokuja. Na nataka nikueleze jambo hili kwamba utimilivu wa unabii ambao Yesu alisema ya kwamba habari njema itahubiriwa na mwisho utakuja, huo utimilifu wa huo unabii unaonekana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na ule mstari, kuanzia ule mstari wa 6 na kuendelea. Utimilivu ambao unatajwa kwa lugha ya kielelezo cha malaika watatu ambao wanabeba ujumbe wa onyo kwa ulimwengu. Sasa niruhusu nianze na kueleza ili onyo la kwanza ambalo linapatikana katika Ufunuo hiyo sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 6 na mstari wa 7. Ufunuo 14:6 na 7, neno la Mungu linasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Sasa sikiliza ujumbe huu ambao ni onyo ambalo ni sehemu ya kwanza la onyo la Mungu kwa wakati wa mwisho katika ulimwengu. Na hapa anaeleza kwamba anaeleza katika kielelezo cha malaika ambao wanabeba ujumbe kwa ulimwengu. Malaika watatu. Malaika hawa wana ujumbe ambao unakwenda kwa ulimwengu wote. Kwa sababu nimekuambia kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimetumia sana lugha ya vielelezo ama picha. Hata hii lugha inayotumika hapa kusema malaika anapaa katikati ya mbingu, kimsingi hawa malaika sio malaika ambao ni halisi kama malaika, lakini ni lugha ya kielelezo. Maana neno linalotumika hapo maana yake ni wajumbe, ni watu ambao wanabeba ujumbe. Kwa hiyo ni lugha ambayo inawakilisha wajumbe wa Mungu wa wakati wa mwisho. Kwa hiyo anawaona wakiwa wamebeba onyo la mwisho kwa ulimwengu. Na zingatia ya kwamba ujumbe huu ni kwa ulimwengu wote, maana anaruka katikati ya mbingu kiasi kwamba anaweza kuonekana kila mahali. Kwa hiyo ni lugha ya picha inayoeleza kwamba anaweza kufikia watu wote, wanaweza kupata huu ujumbe. Anasema ni kwa kila taifa, ni kwa kila lugha, ni kwa kila jamaa ya watu. Unajua ujumbe huu unakuja wakati wa mwisho, ambapo katika wakati wa mwisho hata kazi za shetani, mambo ambayo ya shetani anayafanya, vitendo ambavyo shetani anavifanya ni vitendo vya kiulimwengu ambavyo vinawakabili wanadamu wote. Na ndio maana unaona hata huu ujumbe unakuja kukabiliana na vitendo vya shetani kwa kuwafikia wanadamu wote. Na hivyo utaona tu hapa pia kwamba watu wa Mungu ambao Mungu amewapa ujumbe wa wakati wa mwisho, ujumbe wao haujafungwa katika mipaka peke yake, katika mipaka ya nchi, katika mipaka ya sehemu. Ni ujumbe ambao unaenda kwa wanadamu wote, maana Yesu hawezi kurudi ikiwa watu wote hawajasikia habari njema. Biblia inasema huyu anabeba injili ya milele. Injili ya milele kwa ajili ya dunia. Naposema milele, ni injili ambayo haibadiliki, maana milele ni kitu cha kudumu. Kwa hivyo injili ambayo inahubiriwa na huyu mjumbe na hawa wajumbe wa Kristo ni injili ambayo haijawahi kubadilika. Ni injili inayodumu milele. Ni injili iliyoanza kuhubiriwa tangu mwanzo, injili iliyohubiriwa na manabii waliotangulia, injili iliyohubiriwa na mitume,
injili iliyohubiriwa na wazee wa imani. Injili hii siyo mpya, ni injili ambayo imekuwepo tangu enzi, tangu mwanzo. Na hivyo maana katika mikutano hii tumekuwa tukirejea katika neno la Mungu, kwa sababu hapa ndipo kuna injili. Kwa hiyo chochote ambacho kinahubiriwa ambacho akirejei katika injili ya milele iliyohubiriwa na manabii, iliyohubiriwa na mitume, hiyo siyo injili. Maana Paulo mwenyewe akieleza habari ya kanisa la Mungu wa Kristo anasema tumejengwa katika mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni, ndiye msingi wa kile tunachokihubiri na kile tunachokiamini. Na ndio maana anasema hii ni injili ya milele, kwa maana haibadiliki. Na hivyo injili kimsingi ni habari njema. Tunaposema injili ni habari njema za Kristo, injili ni habari njema kuhusiana na maisha ya Yesu, kuhusiana na huduma ya Yesu, kuhusiana na kifo chake, ufufuo wake na kupaa kwake kwenda mbinguni na kusimikwa kwake katika kiti cha enzi cha mbinguni. Hiyo ndiyo injili. Kwa hivyo habari njema inayotangazwa na malaika hawa, inayotangazwa na wajumbe hawa wa Mungu, ni habari njema ya kwamba Mungu anawapenda wenye dhambi. Ni habari njema ya kwamba Yesu alijitoa kufa kwa ajili ya wenye dhambi. Ni habari njema ya kwamba Yesu anasamehe dhambi. Ni habari njema ya kwamba Mungu anawapatia wale wenye dhambi waliotubu maisha mapya. Ni habari njema ya kwamba Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka na ameshinda kifo. Ni habari njema ya kwamba wale wote waliokufa katika Kristo wakimwamini watafufuliwa Yesu anapokuja. Ni habari njema ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Habari hiyo lazima iwafikie wote. Ndio maana tunaihubiri katika mikutano hii, kwa sababu Biblia inaweka wazi ya kwamba hawa wajumbe au huyu malaika anapaza sauti kuu. Maana ni ujumbe wa onyo. Huwezi ukatoa onyo kwa sauti tu ya kawaida. Maana ukiona kuna hatari, ukiona kuna kitu kinahatarisha, huwezi ukasema tukimbia, ukasema ondoka. Lazima sauti ipazwe, kwa sababu watu wanapaswa kuokolewa. Na hivyo unaona anapaa, habari njema, anapaza sauti. Na hata hii lugha ya kusema malaika anapaa, kwa sababu inaonyesha vile ambavyo ujumbe huu unatakiwa uende kwa kasi, uende kwa spidi, kwa sababu muda ni mfupi na Yesu anakuja. Biblia inasema malaika huyu akapaza sauti yake. Ujumbe wake ni mcheni Mungu na kumtukuza. Mcheni Mungu na kumtukuza. Nini maana ya kumcha Mungu? Naposema kumcha Mungu na kumtukuza, kimsingi huu ndio msingi wa maisha ya Kikristo, kwa sababu watu wengi leo wamepoteza dhana ya kumcha Mungu. Wanaanga wa Kirusi walitazama kwa kutumia darubini zao, na walipokuwa wakitazama katika mawingu, wakasema darubini zao hazijawaonesha kwamba kuna Mungu. Kwa hiyo wakasema hakuna Mungu, maana hatumuoni katika darubini zetu. Kwa hivyo hii dhana kwamba kuna Mungu ni kitu ambacho hakuna. Na leo kuna wanadamu wengi ambao wanaishi katika dhana hii.
Wakati wa nyuma tulizani kwamba tu labda ni mambo ya huko Urusi tu ambao baadhi ya hao ambao ni watu wasioamini kwamba kuna Mungu, lakini hata katika jamii zetu leo kuna watu ambao wanakana, wanasema hakuna kitu kinaitwa Mungu. Hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Na ukisoma katika Zaburi 14 na ule mstari wa kwanza, mtu ambaye anasema hakuna Mungu, Biblia inamuita ni mpumbavu. Sema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Hakuna atendaye mema. Hakuna Mungu. Nakumbuka katika Biblia siku moja Yesu akiwa katika mazungumzo yake akatoa mfano wa mtu mmoja aliyekuwa tajiri ambaye alilima shamba lake akapata mazao mengi, na baada ya kupata mazao mengi sasa nitafanya nini haya? Nitayatumiaje haya? Akaamua kubomoa ghala lake, akasema nitajenga mengine makubwa, alafu niambie nafsi yangu kula, utulie, ufurahie. Na Biblia inaweka wazi, Yesu akasema usiku ule akaambiwa kwamba roho yako inatakiwa. Sasa zile mali alizokuwa amejiwekea zitakuwa za nani? Na Biblia inamuita huyo mtu alikuwa ni mpumbavu, kwa sababu aliishi katika maisha yake mwenyewe. Aliishi akizani ya kwamba hakuna Mungu, akiona ya kwamba maisha ndivyo yalivyo. Lakini ujumbe wa malaika huyu anapaza sauti akisema kuna Mungu mbinguni, na watu wanatakiwa wamuheshimu, watu wanatakiwa wamtambue, watu wanatakiwa wampe utukufu, watu wanatakiwa wawe na hofu, kwa sababu kuna Mungu mbinguni aliyeumba ulimwengu. Kwa hivyo kumcha Mungu, sema mche Mungu na kumtukuza. Kumcha Mungu kunahusisha hasa kuwa na mahusiano sahihi pamoja na Mungu. Sijui katika maisha yako wewe, je, mahusiano yako wewe na Mungu yakoje? Je, unayachukulia mambo ya Mungu katika umakini? Do you take God serious? Je, unamchukulia Mungu katika mkazo wake, au mambo ya Mungu unayachukulia poa? Sasa ujumbe wa malaika huyu ni kusema mambo ya Mungu yachukuliwe katika umakini. Ni kusema Mungu anatakiwa kuchukuliwa katika namna ya kipekee. Hofu ya Mungu katika maisha ya wanadamu imepotea, na ndio sababu anasema mche Mungu na kumtukuza. Kwa hiyo kumcha Mungu kunahusisha hasa mahusiano yako na Mungu yako namna gani, lakini kumtukuza Mungu inahusisha utii wako kwa Mungu. Kumchukulia Mungu katika umakini, kufanya mapinduzi, mageuzi katika maisha yako, kubadilisha mwelekeo. Mungu anatukuzwa kupitia maisha ya utii. Sikiliza maneno haya ambayo Yesu aliyasema katika Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 16. Mathayo 5 mstari wa 16, Yesu alisema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Mbinguni. Sasa kama nilivyowaambieni kwamba kumtukuza Mungu ni kutii maagizo ya Mungu, na Biblia inaweka wazi hapa kwa nini tutii, kwamba utii wetu kwa Mungu, kufuata maagizo ya Mungu, si kwa ajili ya kupata wokovu, isipokuwa matendo yetu mema ni kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. Maana Biblia inasema wayaone matendo yenu mema, sio kwamba ili mpate wokovu, lakini wayaone matendo yenu mema, wamtukuze, wampe Mungu utukufu. Kwa hiyo Mungu anatukuzwa kwa utii tunaouonesha kwake. Mungu anatukuzwa kwa matendo yetu mema tulionayo.
Maana tulipokuwa tunazungumzia swala la wokovu tulisema wazi kwamba tunaokolewa kwa neema peke yake. Lakini ukweli ni kwamba pamoja na kwamba tunaokolewa kwa neema, tutahukumiwa kwa matendo yetu. Sasa mtu mwingine anaweza akasema, inakuwaje hii sasa? Tunaokolewa kwa neema alafu tena tunahukumiwa kwa matendo yetu. Kinaomba ninukuu maneno ya mwandishi huyu aitwaye Dr. Sakae Kubwa katika kitabu chake cha Mwito Wako Mahakamani, ukurasa wa 20. Na katika maneno ambayo aliyaandika, ndiona ni maneno ya msingi, ambapo anasema, hebu natufikirie, ingekuwa na maana gani kama hukumu haingekuwa na msingi katika matendo? Mungu angelituhukumu kwa msingi upi? Ngozi yetu, rangi yetu, daraja letu katika jamii, elimu yetu, muonekano wetu, talanta yetu, nguvu yetu, ushirika wetu kanisani, au tu kwa sisi kumkiri Kristo hadharani? Sema Mungu anaweza tu kutuhukumu kwa matendo yetu mema au mabaya. Kwa hiyo utagundua wazi hapo ya kwamba wito wa kumcha Mungu unatuita kumtii Mungu, si kumtii Mungu ili tupate wokovu, kwa sababu tunamtii Mungu kama matokeo, kama mwitikio wa upendo wetu kwa Mungu. Na ndio ujumbe wa kwanza ambao ni waonyo kwa ulimwengu, ambao unawaita watu kumcha Mungu na kumtukuza. Na natoa sababu hapo kwamba kwa nini tumche Mungu, kwamba kwa maana saa yake ya hukumu imekuja. Naomba uzingatie jambo hili. Asemi ya kwamba saa yake ya hukumu inakuja, itakuja. Anasema imekuja, kwa maana ya kwamba hukumu ipo na hukumu inaendelea, kwa maana saa yake ya hukumu imekuja. Jua Mungu ameweka wazi ya kwamba wanadamu wote, kila mmoja wetu, kuna wakati ambao utasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya maisha yako vile ulivyoishi. Ndio maana ujumbe huu ni waonyo. Sio kwamba saa ya hukumu itakuja, sio kwamba ni jambo la mbele. Imekuja, ipo na inaendelea. Korinto wa pili sura ya 5. Korinto wa pili sura ya 5 na ule mstari wa 10. Korinto wa pili 5:10, Biblia inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni nini? Mabaya. Biblia inaweka wazi kwamba kila mtu atapokea malipo, atalipwa sawasawa na kile alichokitenda. Ni kweli Yesu ametupa neema yake, tunaokolewa tu kwa sababu ya kifo cha Yesu, lakini mwitikio wetu kwa kile ambacho Yesu amekitenda, mwisho wa siku matendo yetu yatasimama mbele yetu na kila mmoja atalipwa sawasawa na alivyotenda. Kwa sababu pia kwenye kitabu cha Ufunuo hicho anaeleza, Yesu anaporejea anasema anakuja kumlipa kila mtu sawasawa na kazi zake. Kwa hiyo jioni ya leo niko hapa kuambieni, tumche Mungu na kumtukuza. Tumchukulie Mungu katika uzito, kwa sababu hukumu inakuja. Wakati fulani tunaweza tukadharau, wakati fulani tunaweza tukachukulia kawaida,
Wakati fulani tunaweza tukakebei na kuona mambo ya Mungu kama ya upuuzi, kuona mambo ya Mungu kama ni ya kishamba, kuona mambo ya Mungu kama yamepitwa na wakati. Lakini niko hapa kuwaambieni, moja kati ya siku hizi kila mmoja wetu atalipwa sawasawa na kile alichokitenda. Na hivyo ingekuwa bora kuchagua kusimama upande wa Yesu, kumpa Yesu maisha yako, kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili wakati hukumu yako itakapokuja uweze kuhukumiwa na kupewa ujira sawasawa na yale uliyoyatenda. Utatakiwa kusimama mbele za Mungu. Biblia inasema saa ya hukumu imekuja. Ningekuwa na muda ningeweza kulieleza hili kwa kina na kulieleza zaidi, lakini ukweli ni kwamba hukumu ya Mungu iko katika vipengele kadha wa kadha, na hukumu ambayo inaendelea ni hukumu ambayo ni ya kuhakikisha wale ambao wamempa Yesu maisha yao. Lakini mwisho wa yote kutakuwa kuna ile hukumu ya mwisho kabisa ambayo itaamua sasa hatima ya kila mmoja, na wale waliomkataa Yesu kuweza kuangamia na kupotea milele. Na wito ni kwamba saa ya hukumu imekuja. Mcheni Mungu na kumtukuza. Biblia inaweka wazi kwamba kabla historia ya dunia haijafungwa, kabla ya mwisho wa ulimwengu, hatima za watu wote zitakuwa zimeamliwa. Na ndio maana kila mmoja wetu lazima atambue, ishi kama unavyoweza kuishi, tenda kama unavyoweza kutenda, lakini tambua ya kwamba kuna Mungu mbinguni na unawajibika mbele za Mungu. Maana katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 anaunga mkono wazo hilo hilo la hukumu na vile ambavyo tunapaswa kumpa Mungu utukufu na kumtukuza. Sikiliza anachokisema hapo Mhubiri 12:13. Hii ndiyo jumla ya maneno yote, yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe ufanye nini? Uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mstari wa 14. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Sasa ndio maana hii sura ya 12 mwanzoni kabisa katika ule mstari wa kwanza anasema mkumbuke muumba wako. Kumbuke muumba wako katika siku za ujana wako. Na ndio maana anakuja anakuambia hii ndiyo jumla ya yote yanayotakiwa. Mche Mungu, uwe na hofu ya Mungu. Mungu awe wa kwanza katika maisha yako. Mambo ya kiroho yape kipaumbele, mambo ya Mungu yape uzito wake, kwa sababu hii ndiyo Mungu anayokihitaji. Ule ujumbe katika Ufunuo sura ya 14 anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Na ndio ujumbe huu katika kitabu cha Mhubiri anachosema jumla ya yote ni kumcha Mungu na kuzishika nini? Amri zake. Kumcha Mungu, kumchukulia Mungu katika uzito wake na kuwa na mahusiano na Mungu yenye kina, na kumtukuza Mungu ni kuzishika amri zake. Maana Mungu anatukuzwa watu wanapoona matendo yetu mema, watu wanapoona kwamba sisi tunamcha Mungu, watu wanapoona ya kwamba sisi tunachukia dhambi, watu wanapoona ya kwamba sisi tuna upendo, watu wanapoona ya kwamba sisi tuna moyo wa huruma, wanamtukuza Mungu. Anatukuzwa. Kwa kutukuzwa kwa Mungu na kumtukuza Mungu ni kuzishika amri zake. Na nikwambie maagizo ya Mungu yapo katika neno lake. Maagizo ya Mungu kuna amri 10, lakini maagizo ya Mungu ni zaidi ya amri 10. Yote ambayo Mungu ameyadhihirisha katika neno lake, hayo ni maagizo ya Mungu. Biblia inasema hiyo ndiyo jumla ya yote. Hayo ndiyo yanayotakiwa, ya kwamba habari hii ya kwamba Mungu anahitaji tumche na kumtukuza ndiyo ujumbe, ndiyo habari njema, ndiyo onyo ambalo Mungu analitoa
Mungu anawapa watu wake. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana hukumu inakuja, na anasema liwe jambo jema au baya, la wazi ama la siri, litaletwa hukumuni. Ndugu zangu, niko hapa kuwatia moyo, tuwe na hofu ya Mungu. Wakati fulani unaweza ukafanya jambo ukadhani ya kwamba hakuna anayekuona. Unaweza kuwa umefunga madirisha ya nyumba yako, unaweza kuwa uko sehemu hakuna anayeweza kukuona, lakini pale ambapo hakuna anayekuona, niko hapa kukuambia yupo Mungu mbinguni, ambaye afungwi na mapazia, ambaye afungwi na kuta, ambaye afungwi na chochote, na lolote unalolifanya ipo siku litakuja na litaletwa mbele yako. Lakini habari njema ni kwamba katika hukumu hii hauhitaji kutishwa na hii hukumu. Utatishwa na hii hukumu endapo haujampa Yesu maisha yako. Lakini ikiwa umempa Yesu maisha yako, ikiwa umejitoa kwa Yesu, ikiwa umempa moyo wako Yesu, ikiwa umejisalimisha kwa Yesu, hukumu haiwezi kukutisha. Maana habari njema ni kwamba Yesu ni hakimu, lakini pia Yesu ni wakili wetu. Kwa hiyo ikiwa umempa Yesu maisha yako, ulikweli utahukumiwa ya kwamba wewe ulitenda dhambi, ya kwamba wewe uliiba, ya kwamba wewe ulizini, ya kwamba wewe ulivunja sabato, ya kwamba wewe ulitamani, lakini kwa sababu ulimpa Yesu maisha yako, na Yesu atasimama upande wako kama wakili wako pia, akisema ni kweli ulitenda dhambi, ni kweli ulifanya haya, lakini kwa sababu ulijitoa kwangu, mimi nimechukua sehemu yako, umesamehewa, umefanywa upya. Hiyo ndio habari njema tulio nayo. Pamoja na kwamba kuna hukumu, lakini Yesu atasimama upande wa watu wake waliompa maisha yao. Na mwisho, ujumbe huu unasema mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Huu ni wito wa ibada, ni wito wa kumwabudu Mungu. Anasema msujudieni yeye. Maana yeye, tafsiri ya kusujudu kimsingi sio kupiga magoti. Anachotafsiri sahihi ya hiki anachosema msujudieni yeye ni mwabuduni. Fanya ibada kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi ya maji. Ulipokuwa tukizungumzia habari ya agizo la Mungu ya kuabudu katika siku ya Sabato, tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na Sabato. Tulisema ya kwamba tunapomwabudu Mungu katika siku ya Sabato ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaturejesha katika uumbaji, ya kwamba tunakiri ya kwamba sisi tuliumbwa na Mungu. Maana anasema unapoikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa na rejea, kwa maana Mungu aliumba ulimwengu kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Kwa hiyo anaposema mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, kimsingi anatuita kurejea katika dhana ya kumtambua Mungu kama muumbaji, kumtambua Mungu kama aliyeumba ulimwengu, kutambua ya kwamba sisi tuliumbwa na Mungu, hatukuibuka tu, hatukutokea, yuko aliyetuumba. Sasa niwaambia habari ya dhana ya evolution ambayo inakataa ya kwamba sisi hatukuumbwa na Mungu kwa siku 6. Na hii dhana inasema sisi tukatokea tu hapo kama kutokea kuwa nyani, kutokea sijui kuwa viumbe wa majini, samaki, na hivyo tukapitia hatua mabilioni ya miaka. Na unajua hiyo dhana ilivyo kimsingi inavyokataa uumbaji, inakataa kabisa ya kwamba hakukuwa na mambo ya bustani ya Eden, hakukuwa na mambo ya Adamu na Hawa. Kwa hiyo inakataa ya kwamba hakuna uumbaji, inakataa ya kwamba hakuna dhambi, na ikikataa ya kwamba hakuna dhambi na maana pia inakataa ya kwamba hakuna mwokozi. Lakini onyo hili linasema mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Nataka niwaambie jioni ya leo ya kwamba
kumwabudu Mungu. Na ibada hii inayorejewa hapa kimsingi ina viashiria vya kurejea katika sabato ya Biblia inayokumbusha katika uumbaji. Lakini nataka nikwambie ni zaidi ya hapo. Ni kweli kabisa ibada ni jambo la msingi. Ibada ndiyo itakayobeba hatima ya mwisho ya ulimwengu. Maana pambano la mwisho la ulimwengu ni juu ya nani unayemwabudu. Unamwabudu Mungu wa kweli ama unaabudu vingine ambavyo sio Mungu? Ni kweli kwamba Mungu katika wakati huu wa mwisho ana ujumbe wa pekee. Anasema muabuduni Mungu, toeni ibada yenu kwa Mungu. Kwa nini? Yeye ni muumbaji. Kwa nini? Yeye ni mkombozi. Kwa nini? Yeye alikufa kwa ajili yetu. Ndio maana anasema mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, ambayo inarejea katika ile amri ya kuitunza sabato na kuabudu katika siku ya sabato. Lakini nimekwambia haijakuwa limited kwa sabato peke yake. Maana katika Yakobo sura ya 2 ule mstari wa 10 na ule mstari wa 11 anasema, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya mangapi? Ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kitu gani ambacho nataka kusema hapa? Ili agizo au ili onyo la kumcha Mungu na kumtukuza na kumwabudu aliyezifanya mbingu na nchi, ni kweli kabisa linakazia vile ambavyo tunatakiwa turejee katika sabato ya siku ya 7 ya uumbaji. Lakini ni zaidi ya hapo, inahusisha maisha yetu kwa ujumla. Maana kumcha Mungu ni kumchukulia katika uzito wake. Kumchukulia Mungu, kumcha Mungu ni kumfanya kuwa mwokozi wa maisha yako. Kumcha Mungu na kumwabudu inahusisha mahusiano yako ya kiroho pamoja na Mungu. Ni mtindo wa maisha yako. Jioni ya leo ujumbe wa Mungu ni kwamba mche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Jioni ya leo sijui kama kuna mtu hapa ambaye anajaribu kutazama maisha yake na unaona vile ambavyo unamchukulia Mungu, kwamba je, unamchukulia Mungu katika uzito ama mambo ya Mungu unayachukulia tu rahisi? Wito wa jioni ya leo ni kumchukulia Mungu katika uzito wake. Jioni ya leo ninawaalika tutazame msalaba wa Yesu. Maana ni katika msalaba ndipo tunapata nguvu ya kufanywa upya. The cross upon which Jesus died is the sheltering which we can hide, and His grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain, as wide as the sea. There is room at the cross for you. There is room at the cross for you. Though millions have come, but there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Jioni ya leo kuna nafasi katika msalaba wa Yesu kwa mtu ambaye anampa Yesu maisha yake. Jioni ya leo unapokwenda kuomba, ninakualika upate muda tu utulie. Utafakari, hivi kweli unamcha Mungu na kumtukuza? Utafakari mahusiano yako na Mungu yako namna gani?
na uamue kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa macho yakiwa yamefumbwa, na napokwenda kuomba, kabla sijaomba, nataka tuchukue muda wako hapo ulipo, mfumba macho yako, ongea na Mungu, tafakari. Je, mahusiano yako na Mungu yako serious? Hivi unamchukulia Mungu katika uzito wake, ama unamchukulia tu Mungu poa na mambo yake poa? Jioni ya leo, chukua muda huu kumwambia Yesu, ninataka nianze maisha upya. Macho yakiwa yamefumbwa, ninaomba sasa. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili na ukuu wako, kwa sababu jioni ya leo umetukumbusha, umetupa onyo la mwisho ya kwamba saa ya hukumu imekuja. Tukuche wewe, tukuchukulie katika userious, tuchukulie mambo yako katika umuhimu, tukupende, tukutukuze, tutii maagizo yako. Jioni ya leo, gusa moyo wa kila mmoja wetu hapa. Ikiwa kuna mtu hapa ambaye alikuwa anachukulia mambo yako katika namna ya kawaida, samehe kila mmoja wetu, tupe nguvu ya kuanza upya na kukupa maisha yetu. Jioni ya leo Baba, kabla sijamaliza ombi hili, niruhusu nitulie kidogo katika hili ombi na kutoa wito kwa ajili ya mtu fulani hapa. Ikiwa umefumba macho yako, na ikiwa kuna mtu hapa anayetoa maisha yake kwa Yesu jioni ya leo, unahitaji kubatizwa, unahitaji kuanza upya. Umesikia ukweli wa Sabato, umesikia ukweli wa Yesu anasamehe dhambi, umesikia ukweli ya kwamba Yesu anakuja, na umeyatoa maisha yako kwa Yesu, na jioni ya leo unasema, Yesu, ninahitaji nikupe maisha yangu, nahitaji nibatizwe. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nyosha mkono wako mahali ulipo, na mimi nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Saa ya wokovu wako ni sasa. Usingoje kesho wala wakati mwingine wowote. Fanya maamuzi. Nyosha mkono wako, nami nitaomba kwa ajili yako. Nitaomba kwa ajili yako. Saa yako ya wokovu ni sasa. Bwana anaona nia yako. Bwana anaona kile unachokifanya. Bwana anaona moyo wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako ikiwa unafanya maamuzi. Ikiwa unafanya maamuzi, nyosha mkono wako. Nafasi ipo kwa ajili yako. Yesu alikufa akuokoe. Yesu alikufa akuweke huru. Kuna nafasi kwa ajili yako jioni ya leo. Je, kuna mtu kama huyu ananyosha mkono wake, anasema, Yesu, nakupa maisha yangu? Naungana na wale ambao tayari wameshatoa maisha yao. Asante sana rafiki yangu pale. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Je, kuna mwingine? Mungu akubariki sana. Huu ni uamuzi bora kuliko uamuzi mwingine wowote. Asante sana kwa maamuzi hayo. Asante sana. Asante sana. Je, kuna mwingine anapokwenda kuomba ombi hili, macho yakiwa yamefumbwa, mwambie Yesu, ninakupa maisha yangu. Mwambie Yesu, nahitaji niwe tayari unaporejea. Mwambie Yesu, nahitaji niwe tayari hukumu inapokuja, niwe upande wa wale watakaohesabiwa haki na kukaribishwa katika ufalme wa mbinguni. Baba, jioni ya leo, asante sana kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mtumishi wako yule aliyenyosha mkono wake. Unaweza ukashusha tu mkono wako. Asante Yesu sana kwa ajili ya wote ambao wameyatoa maisha yao kwako. Mungu wangu, wabariki, samehe dhambi zao, wasafishe, wajaze na Roho wako Mtakatifu, wabatize kwa Roho wako Mtakatifu, na zaidi ya yote waandae kwa ajili ya ufalme wako. Lakini jioni ya leo Bwana, kabla sijahitimisha ombi hili, ninakusihi, wenda kuna mmoja wetu katika kutano hili, wawili ama watatu, ambao tumekuwa tukichukulia mambo yako kawaida. Wenda hatujawa kabisa, hatujasalimisha maisha yetu kwako. Jioni ya leo tunaomba Bwana, tusamehe na tupokee, utufanye upya. Na zaidi ya yote, unapokuja, tusaidie tuwe tayari. Tusaidie tukuchukulie wewe katika userious. Tusaidie mtindo wetu wa maisha uoneshe kwamba sisi tumekupokea. Badilisha mioyo yetu, tujaze na Roho wako Mtakatifu. Wote waliofika katika mkutano huu jioni ya leo, wenye shida, wenye changamoto,
wenye magonjwa, wenye huzuni, waliofadhaika, wenye changamoto za kiuchumi, wenye changamoto za kielimu, masomo. Bwana, nakusihi kila aliyefika hapa, mguse kwa neema yako. Hata wale wanaotazama na kusikiliza ujumbe kutokea mbali, neema yako ikawe pamoja nao. Usiku wa leo tunapoahirisha mikutano hii, tubariki, tulete tena kesho kwa ajili ya utukufu wako. Tuendelee kusikia sauti yako, tuendelee kupata baraka zako. Hivi ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibuni kesho tutakapokuwa tukiendelea na kumalizia ujumbe ambao tumeanza nao jioni ya leo. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi sote.